Kwa kweli nilipata mshtuko. Namshukuru Mwenyezi Mungu, labda sina ule ugonjwa wa pressure. Huyu bwana kwa taarifa nilizozipata amefariki saa 8 usiku. Mimi saa 11 alfajiri, saa 11 kasorobo alfajiri nikawa nimepigiwa simu na mmoja wa mwanafamilia, kwa sababu na mimi ni kama mwanafamilia kwa unyango. Dadake ananijua, wanawe wananijua. Kwa hiyo nikapigiwa simu, baba, limetokea hii, ndugu yako tayari hatunaye. Nimeuliza kama mara 7 hivi. Unasemaje? Unaniambia nini? Kwa kweli nilipokea kwa mshtuko mkubwa wa maumivu ya lile lililotokea ambalo nimefahamishwa wakati ule. Unakumbuka kitu gani ambacho mlifanya na marehemu enzi za uhai wake kwenye kazi zenu? Vitu vingi. Kwa mfano, yeye ndiye aliyopokea nafasi yangu wakati ule wa Vituko Show. Nilivyotoka mimi nimekaa kama miaka 2 kule kwenye kituo cha Vituko Show Tanga, kilikuwa kinaendeshwa na bwana Alfani wa Riami Production. Mimi baada ya majukumu ya nyumbani kunitaka nirudi nyumbani, Alfani akamfuata. Yeye ndo aliona kwamba mbadala wangu anayeweza kuchukua nafasi hiyo. Kwa hiyo toka wakati huo tulikuwa tunawasiliana pale anapo nini, kwa sababu nilitangulia kule kufika na niliishi kule. Alikuwa anapotaka ushauri wa kuishi na hawa vijana na nini, alikuwa ananishauri. Anaweza akawa na story yake, bwana, mimi nataka hii story nimetengeneza, tufanyeje hapa nini. Pale nilipokuwa na wazo la kuchangia, nilikuwa tunachangiana mawazo. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilikuwa ninashirikiana naye kwa muda mrefu. Hivi sasa ninavyozungumza, mpaka unampata mauti, wote tumerudisha vipindi vya radio TBC Taifa, ambaye zamani ndio hiyo Radio Tanzania Dar es Salaam. Tumerudisha vipindi, na hili limekuja baada ya aliyekuwa mkurugenzi Ayubu Lioba. Nasema aliyekuwa kwa sababu amestaafu, kwamba alitushauri na alitutaka turudishe vipindi, kwa sababu yeye kama kiongozi alikuwa anaitwa mara kwa mara au anasumbuliwa mara kwa mara na wananchi, hasa wa nje wa mikoani, wakihitaji vipindi vya michezo ya redio. Kwao bado vina maana, kwa maana vinawapa elimu, taarifa sahihi kwa wakati mwafaka, vinawapa burudani. Unaona, basi tukakubali. Kwa hiyo toka tumekubali, mimi nikawasiliana naye, akasema vizuri sana. Nikawasiliana na Mwita vizuri sana na wasanii wengine ambao tunawaendeleza na tuna kwa lengo la kuwakuza katika fani hii. Najua hii fani ni ngumu sana kuliko filamu, kuliko hata michezo ya jukwaa, kwa sababu maigizo ya redio haya yanaliwa na masikio. Unapoongea tujue wewe umekasirika, wewe tajiri, wewe masikini, unielewa, wewe mrefu au mfupi, ni kutokana na kuongea. Kwa hiyo maongezi vile unavyoongea ndivyo ambavyo wewe tunakujua. Lakini kienda pale getini ukimwona tu mtu na uniform unasema huyo askari, lakini sio ready. Lazima ujitambulishe kwa njia ya sanaa hiyo, ili mtu aweze kujua huyu ni naye. Kwa hiyo ni sanaa ngumu, inahitaji mafunzo, na sasa hivi kama inaanza kushuka sana, kwa maana vijana wanahitaji wajifunze. Ni muhimu wajifunze ili waweze kwenda vizuri.